Bwana, taarifa ambayo kila mmoja inatakiwa kumfikia sasa hivi ni kwamba Yanga wameshindwa shauri lao kasi, kama ilivyokuwa wengine tulizungumza mapema kabisa kwamba Yanga hoja ambazo walizipeleka kasi zilikuwa ni hoja za kitoto sana, hoja ambazo kila mmoja zakazitazama kwamba hazikuwa na mashiko. Sasa shauri na taarifa rasmi kutoka kasi imeshatoka. Yanga kwa sababu wao ndio ambao walipeleka kesi kasi kuwashtaki TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba, rasmi ni kwamba Yanga wameshindwa ile kesi ya kasi, na kushindwa kwake ni kwa sababu ya hoja ambazo Yanga walizipeleka kwa ajili ya za awali kwa ajili ya shauri. Nadhani tushe kuzungumza hapa kwamba Yanga walitaka kwamba kwanza, hoja yao ya mwanzo ni kwamba hoja ya dabi kutokuchezwa, waliomba TFF, bodi ya ligi wasipange tarehe ya kucheza kwa dabi, lakini wapewe pointi 3 na magoli 3. Kasi wao wamekataa, wamesema hatuna mamlaka na nguvu ya kusimamisha mchezo wote wa ligi kutokuchezwa. Kwa hiyo tafsiri ni nini? Yanga wameshashindwa shauri la kasi, lakini wakati wote dabi inaenda kupangwa, dabi inaenda kuchezwa. Kama kuna watu walisema kwamba dabi haichezwi, basi warudi kwenye makaratasi yao vizuri. Kama wanaweza kuyachoma wakayachome, kama wanaweza kuyachana wakayachane. Kama kuna t-shirt watu waliprinti kwa ajili ya kuonyesha kwamba dabi haichezwi, kama kuna maneno walishai kuyasema, mimi nilishai kuambia kwamba dabi itachezwa, kwa sababu FIFA na mamlaka zote za soka zinataka mchezo wa mpira miguu uchezwe, sio kwamba mahakamani kuwe ni sehemu ya kuzuia mchezo kutokuchezwa. Kwa hiyo shauri la kasi ambalo Yanga walikuwa wamelipeleka, Yanga walikuwa wamepeleka wanasheria 5 kutoka Tanzania na wengine kutoka Kenya. Nadhani nishaye kuzungumza hapa kwamba Yanga walichukua wanasheria kutoka Kenya, kuna wengine ambao waliwaacha, walikuwa ni wanasheria 3 kwa tetesi ambazo tulikuwa tumezipata. Lakini nazungumzia TFF. Yanga wametumia wanasheria 5 kutoka hapa Tanzania, akiwepo mwanasheria mkongo kabisa, lakini pia kuna mwanasheria wa Yanga wote mnamfahamu, Simon Patrick, na wanasheria wengine hao ambao wanakamisha idadi ya watu 5. Lakini nishe kuzungumza kwamba TFF na bodi ya ligi wao walienda kuwachukua wanasheria kutoka nchini Kenya. Wanasheria hao walikuwa ni 3 kama ambao tunaweza kuzungumza, lakini kwenye shauri mpaka dakika ya mwisho nadhani pengine hakukuwa na makubaliano moja kwa moja, akapatikana mwanasheria mmoja ambaye TFF wakaenda kumtumia kwa hiyo shauri, na mwisho siku TFF kwa maana mwanasheria mmoja kutoka Kenya ndiye ambaye alisimama upande wa bodi ya ligi, sababu TFF na bodi ya ligi ni kitu kimoja. Na kwa upande wa TFF wao walimtumia mwanasheria anaitwa Nduruma Majembe, kama mnafahamu maarufu kwenye ile kesi ya Morrison alishiriki, lakini alishiriki kwa upande wa Yanga. Lakini kwa sasa TFF ndio ambao wamemtumia kwa upande wao na kutengeneza zile hoja ambazo zimeweza kuondoa Yanga kwenye njia kabisa na shauri kuondolewa pale kasi. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba TFF wameibuka kifua mbele kwenye shauri la kasi, bodi ya ligi wameibuka kifua mbele, na Simba nao wameibuka kifua mbele. Na Simba sikumzungumzia kuhusiana na mwanasheria wao ambaye anaitwa Mr. Osea, naye Simba alimpeleka mwanasheria mmoja tu ambaye ni mwanasheria wao anaitwa Mr. Osea. Kwa hiyo Simba wametoka kifua mbele dhidi ya shauri ya Yanga pale kasi. Bodi ya ligi wametoka kifua mbele ya shauri la waliopeleka Yanga kasi, lakini pia TFF wametoka kifua mbele kwa maana wamewagaragaza Yanga kunako mahakama ya usuluhishi ya kasi pale kwenye shauri ambao lilikuwa linafanyika. Kwa hiyo kiufupi kwamba Watanzania wafahamu kwamba Yanga lile kesi ambalo lilikuwa kule kasi, Yanga ni rasmi sasa wameshindwa kesi na watarudi, dabi ipo na itapigwa. Kama kuna mtu anafikiri watu wataki burudani ya dabi, sasa TFF wataenda kupanga dabi. Endapo kama dabi kipangwa, Yanga wasipopeleka timu wataenda kukata pointi 15, na pengine kanuni zikienda vizuri inawezekana ikashushwa mpaka daraja la 2. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinaweza vikafanyika endapo kama Yanga hawatafuata utaratibu ambao unahitajika zaidi. Kwa hiyo kwa kifupi nimalize kwa kusema dabi ipo, na kama Watanzania tunapenda mchezo tunatamba nayo,
na wanasheria ambao walienda kuitetea Yanga wameshindwa, sisi tuna maswali mengi ya kwenda kuwauliza, lakini kwa uchache tuanzie hapa tu.